mbaya, mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya, basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ukiangalia wale waliofanya vizuri, zile talanta zote walipewa wao kwa ajili ya kuendeleza maisha yao. Sasa huyu hali ya moyo wake ikamwambia huyu hapa bwana anakusanya asipotawanya. Sasa mimi ngoja nimkomeshe, nifukie kabisa ile talanta yake, ili akija nimpe iliyo ya kwake. Kumbe hakujua Mungu alikuwa anamtengenezea mazingira kwa ajili ya kumtoa katika hali ngumu aliyokuwa nayo. Lakini yeye hali ya moyo wake, kwa sababu hakutaka kumpa mwingine akusanye yeye alipotawanya, ilimkwamisha yeye mwenyewe, si yule ambaye alikuwa amempa ile talanta. Na hivyo Mungu katika maisha yetu ndivyo huwa anafanya. Mungu anapokuja kwenye maisha yako hata kuambia kwamba fanya hivi na hivi kwa sababu vile na vile. Mungu atakupa agizo. Katika kutii kwako ndipo utakapofanikiwa wewe. Usipotii unaweza ukafikiria kwamba Bwana Mungu mimi anataka tu kunionea. Ukishaona hivyo, wewe ndio utakayekwama. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anatumiaga saa nyingine mazingira mabaya kwa ajili ya kutusaidia kuweza kufikia hatima zetu. Sasa Mungu hata kuambia kwamba usione ya mazingira ni mabaya hivi, yanakupeleka kule kwenye hatima, hata kuambia. Ila pale utakapoenda kwa uaminifu na kwa uvumilivu, baadaye ndipo unaona kumbe bora ilikuwa hivi, nikaweza kufanikiwa. Kwa hiyo hali za mioyo yetu ndizo zinazoweza zikaruhusu uwepo wa Mungu au zikazuia uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu, neno la Mungu kwenye Injili linasema hivi, uwepo wa Mungu ulikuwa pale kwa ajili ya kuwaponya. Uwepo wa Mungu ulikuwa pale kwa ajili ya kuwafungua. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unapokuja kwenye maisha yetu ni kwa ajili ya kutuachilia sisi msaada. Sasa mioyo yetu inaweza ikazuia uwepo wa Mungu na automatically tukajikuta tumekosa na ule msaada wa Mungu ambao tulitakiwa kupata. Ukimwangalia mtu mmoja tena anaitwa Naamani. Naamani yule jemedari wa jeshi. Yule alikuwa ana ukoma. Afu kijakazi yule alitoka kule kwa Waisraeli akamwambia, kule kwetu kuna nabii ambaye huyo nabii anaweza kukuombea na ukoma wako ukafanyaje ukaisha. Akasema ngoja niende huko. Akaenda. Elisha akamwambia, hata akuonana naye akamwambia mwambieni aende akaoge Yordani mara 7. Akakasirika. Akasema kwani kwetu hakuna mito mizuri mimi nikaoge kwenye huo mto wa Yordani? Kwetu kuna mito mizuri kuliko Yordani, kwa nini mimi nikaoge kwenye ule mto? Akakasirika, akataka kuondoka. Hali ya moyo wake, aliona hadhi yake. Kwa nini mimi aniambie nikaoge? Amenionaje? Hajui kwamba mimi ni jemedari wa jeshi. Lakini kumbe katika yale maelekezo ndipo kulipokuwa na uponyaji wake. Wengine wakamwambia, kwani ungeambiwa jambo kubwa zaidi usingefanya? Nenda tu kaoge. Akaenda akajichovya mara 7. Ukoma ukatakasika. Vipi kama asingetii? Uwepo wa Mungu ulikuwepo Yordani kwa ajili ya kumponya. Yeye akasema mimi nilijua atakuja atanishikashika kwenye ukoma wangu ili mimi nitakasike. Sasa yeye kwamba ananiambia tena nikaoge Yordani, kwa nini asiniambie nikaoge kwenye mito ya kwetu? Nini hicho kitu? Hali ya moyo wake. Sasa isingekuwa ni wale watu waliomshauri wakamwambia, lakini ungeambiwa jambo kubwa si ungefanya? Mbona hili ni dogo tu unaambiwa ukaoge kwa ajili ya kusafisha mwili wako, bado unaona ni tatizo? Mimi nadhani tu ungeenda. Akaenda na akapona kweli. Sasa ni kama angekuwa hajapata watu wa kumwambia. Au na sisi ni mara ngapi ambapo hatupati watu wa kutuambia pale ambapo tunagairi kufanya vile ambavyo Mungu anataka kufanya. Tunajikuta tumepishana na msaada wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hali za mioyo yetu. Kitu ambacho kitatuwezesha sana
kwenye kutunza uwepo wa Mungu ni ile hali ya kutii bila kuangalia mazingira, kwa sababu Mungu atakwambia fanya hivi. Au hata si Mungu, anakuja kama yule bwana aliyegawa talanta kwa ndugu zake, kwa watumwa wake. Inawezekana ni kiongozi wako, inawezekana labda ni mzazi, inawezekana ni rafiki, lakini ametumiwa na Mungu kwa ajili ya kukuambia jambo fulani. Sasa tusipokuwa ndani mwetu na ile hali ya kutii, tutajikuta kila wakati tunapishana na uwepo wa Mungu, tunapishana na msaada wetu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hali za mioyo yetu. Kila mtu, hata ukifuatilia kwenye Biblia, kila mtu aliyewahi kukwama mahali, hakuna kitu kingine kilichofanyika. Kilichofanyika ni nini? Hali ya moyo wake ndiyo iliyomkwamisha. Kwa kama hali ya moyo isipokaa vizuri inatukwamisha, ni angalizo Mungu analotupa kwamba uwepo wake upo kwa ajili ya kutembea nasi kwa mwaka huu, lakini kitakachosaidia uwepo wa Mungu uweze kwenda na sisi si mazingira tunayotengenezwa na watu wengine, ni mazingira tunayotengeneza wenyewe katika mioyo yetu. Watu wengi huwa tunatamani sana kwamba labda hata unapofanya kitu watu waweze kukubali, waweze kukupigia makofi na nini. Sasa katika nyakati hizi sio hivyo, na haiwezi kuwa nyepesi hivyo. Kwa sababu gani? Kwanza, shetani ameshajua ana wakati mchache, na shetani kwa namna yoyote anapambana ili mwanadamu akosee mbele za Mungu. Na atakosea kwa namna gani? Ameshajua kwamba akimtafuta mtu mwingine kule barabarani, we hutakosea. Sasa anataka kutumia hali ya moyo wako, na moyo wako ukikukosesha wewe una adhabu. Kwa sababu gani? Neno la Mungu kwenye Mithali 4:23 amesema hivi, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, kwa kuwa huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Sasa haijalishi ni mtu amefanya kitu gani cha kukuletea wewe hasira na uchungu na nini, utakapoamua wewe kujibu sawasawa na kile kilichokuja, unaharibu hali ya moyo wako. Uwepo wa Mungu hauwezi kukaa huko kwenye moyo. Kwa hiyo adhabu ikija kutoka kwa Mungu, ni wewe ndio utakao umehusika. Kukwama kutakapokuja, wewe ndio utakayekwama. Kwa mfano, shetani labda ametumia watu kwa ajili ya kukuvuruga sana sana, na wewe ukaamua kuvurugika. Unafikiria atakayepata hasara ni yule aliyekuja kukuvuruga? Hata siku moja hawezi kupata hasara, kwa sababu nafsi iliyopata shida ni ya kwako, na hiyo nafsi ndio itakayokwama. Kwa hiyo Mungu anachokitamani kwetu katika nyakati hizi za siku za mwisho ni kwamba sisi tujifunze kulinda mioyo yetu, kwa sababu hakuna atakayepewa adhabu kwa sababu amekuumiza wewe moyo wako. Yeye ataadhibiwa kwa makosa yake, wewe utaadhibiwa kwa kuruhusu moyo wako kubeba uharibifu. Kila wakati napendaga kutoa mfano wa Musa. Musa alienda kule mlimani, Mungu alimpa maelekezo yake mengi sana, akamjua Mungu vizuri sana. Siku ile akamuita kule kwenye hema ya kukutania, watu walivyokuwa wanalalamika kwa habari ya maji. Mungu akamwambia hivi, nenda kauambie mwamba utoe maji. Yeye akaenda akiona amekasirishwa na wana wa Israeli, akaenda akawakemea, then akapiga ule mwamba mara 2. Kweli maji yalitoka, lakini alikwama. Kilichomkwamisha nini? Hali ya moyo wake. Alikubali kuweka hasira kwenye moyo wake, na hasira ilimkwamisha asiende Kanaani. Very simple. Ikamkwamisha asiende Kanaani. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu nasema hivi, alikuwa ni mwaminifu kuliko watu wote wa nyumba ya Mungu. Lakini aliposhindwa kutunza moyo wake, kutii agizo la Mungu, alikwama. Mungu akusema sasa huko kwa sababu Bwana ni mtumishi wangu. Hapa alikwama. Kwa sababu ya nini? Hali ya moyo wake. Kwa hiyo tunachotakiwa kuona ni kwamba jukumu la kutunza mioyo yetu ni la kwetu. Na leo ukifanikiwa
si kama na kesho utafanikiwa. Kila siku unatakiwa kulinda moyo wako, kwa sababu neno la Mungu linasema yatosha kwa siku maovu yake. Kwa hiyo kila siku ina vitu vyake vilivyojitosheleza. Vile ulivyopata ushindi leo sivyo utakavyopata ushindi kesho. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani akishaona amejua ile mbinu niliyotumia jana, anarudi anaenda kutengeneza mbinu nyingine ambayo itakuwa tofauti na ya jana. Kwa hiyo ukikaa ukisema nitafanya kama jana, utajikuta umekwama. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika kipindi hiki tunaanza mwaka, uwepo wa Mungu tuutengenezee mazingira ukae ndani mwetu. Usikubali chochote kikutoe kwenye uwepo wa Mungu. Usikubali nafsi yako ikataane na uwepo wa Mungu. Neno la Mungu linasema ukiipenda nafsi yako utaiangamiza. Nafsi inataka vitu vingi sana. Inataka vitu vingi sana. Kesho tutaanza kuangalia hapo hizo hali za mioyo kwa undani. Lakini nafsi zetu zina matamanio mengi sana. Bila kukaa vizuri na Mungu, hizo ndizo zitakazotukwamisha. Si mtu mwingine. Ni mwaka huu usije ukategemea kabisa kuna mtu atakaye kukwamisha. Adui wa kwanza ni nafsi yako. Kwa hiyo huyo ndio unayetakiwa kushughulika naye, kumsemesha. Tutakuja kuona jinsi Daudi alikuwa anasemesha nafsi yake. Alikuwa anaisemesha kwa sababu gani? Ili iendelee kukaa kutunza uwepo wa Mungu. Ili nini? Ili maisha yake yaweze kustawi. Kule kwenye Zaburi akasema hivi, nimekutafuta kwa moyo wangu wote nisije nikakutenda dhambi. Alichokuwa analenga ni nini? Alikuwa analenga kuendelea kudumu katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kudumu katika uwepo wa Mungu, lazima tuhakikishe hali za mioyo yetu zinakaa vizuri. Na mioyo yetu inakaa vizuri kwa namna gani? Kwa kuombewa. Unapoombea moyo wako uweze kutii kile cha Mungu, uweze kuona zaidi ya vile ambavyo uhalisia upo. Kwenye Waefeso anasema hivi, naomba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ni kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo havionekani kwa jinsi ya kawaida. Hapa Naaman kwa jinsi ya kawaida aliona Yordan kwanza ni mto mchafu, aliona kwamba amedhalilishwa, lakini kumbe kwa jinsi ya rohoni, pale kwenye kile kidhaifu alichokuwa anaona, ndipo kulikuwa kuna uponyaji wake. Asante Yesu, kuna watu waliomsaidia kuweza kujua kwamba unaweza kufanya hili mbona ni dogo sana, unaweza kufanya. Lakini kama angeendelea kushikamana na ile hali ya moyo wake, ni kweli angebaki na ukoma, wakati tayari uwepo wa Mungu ulikuwa kwenye mto Yordan kwa ajili ya kumsaidia. Kwa Mungu atusaidie na sisi macho yetu ya mioyo yetu yaweze kutiwa nuru, ili tuweze kuona katikati ya mazingira ambayo ni magumu, hayaturuhusu kuona. Pale Mungu anapotuandalia mazingira kwa ajili ya kitu fulani, huku ndani tuweze kuona na kukubaliana na Mungu, hata kama katika mazingira ya nje hivi hatuoni. Hapo ndipo tutakapoweza kuwa salama. Yule mwenye talanta moja akasema hivi, mimi Bwana nilidhani wewe unavuna usipopanda, unakusanya usipotawanya. Ni nini? Hali ya moyo wake. Wenzake wote macho yao ya mioyo yao yalikuwa na nuru. Akasema hii talanta nimepewa, ngoja na mimi nifanye kitu cha kuzalisha hapa. Hawakumzalishia bwana wao, walijizalishia kwa ajili yao. Kilichowasaidia ni nini? Hali za mioyo yao. Na kilichomkwamisha yule mwingine ni nini? Hali ya moyo wake. Kwa Mungu naye anapokuja kwenye maisha yako, hata kuambia nenda msaidie yule pale mwenye tatizo, kwa sababu ukishamsaidia mimi Mungu nitafungua mlango hapo wa kukuinua wewe. Hakuambii. Hakuambii kabisa. Hakuambii. Ila anachokitamani wewe moyo wako uweze kuwa na mawasiliano na yeye, ili anapoachilia taarifa kwenye moyo wako wewe uende kufanya. Hata ujui kwamba hii itaniletea kitu gani, unajishangaa tu, kumbe Mungu afadhali alinisaidia nikafanya vile, kumbe ilikuwa imekusudiwa kuniletea hiki. Lakini Mungu hata kuambia. Tuweke ulinzi wa Mungu kwenye mioyo yetu, ili hali za mioyo yetu ziweze kukaa vizuri
kupokea ule uwepo wa Mungu. Alafu tutaona Mungu akiingilia kati kwenye vitu vingi sana katika maisha yetu. Tutajikuta kuna mapambano ambayo waga tunapambana, hatuwezi kuyapambana tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuko katika uwepo wa Mungu. Tunachokipokea ni maelekezo sahihi kutoka kwa Mungu. Kuna wakati linaweza likatokea jambo, afu ukasikia tu ndani mwako, wala usishughulike nalo. Manake ni nini? Mungu anakuambia hilo sio la muhimu, achana nalo, litakupotezea muda. Lakini tusipokuwa na uwepo wa Mungu, tutajikuta tunapambana na kila kitu. Tunapoteza muda wetu, tunapoteza kila kitu, mpaka tunampoteza na Mungu. Kwa Mungu atusaidie, mwaka huu tumeanza, uwepo wa Mungu ukae kwetu, ili tusiweze kuzuia kwa hali za mioyo yetu, tuweze kufanikiwa katika kile kiwango ambacho Mungu amekikusudia. Wale wakule kwao kwa Yesu hawakuamini, hali za mioyo yao zilikuwa za kutokuamini, na Mungu hakutenda miujiza. Inawezekana kuna mtu kabisa Mungu alikusudia kupitia kwa Yesu kulelewa katika hili eneo hapa, yule na yule na yule na yule atapokea uponyaji, lakini nini kilizuia? Hali za mioyo yao. Huyu si mtoto wa seremala tu, yani huyu hapa amekuwa na sisi tunamuona kabisa, maumbo wake si wako hapa tunaona, yani kwamba leo anataka kusema kwamba yeye ndo nani. Hali za mioyo yao zilokwamisha. Lakini wale waliompokea aliwapa nini jamani? Aliwapa uweza. Kwa hiyo neno la Mungu linatusii kwamba tuangalie sana hali za mioyo yetu zisije zikawa kizuizi kwa uwepo wa Mungu. Alafu baadaye tukaanza kulaumu, ni kwa sababu fulani ya kufanya hivi, ni kwa sababu fulani ya kufanya hivi. Fulani hana mchango, wewe una mchango mkubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapoanza mwaka huu, jiwekee kabisa kwamba mimi hakuna atakayenikwamisha. Nikiona nimekwama, nirudi kuangalia hali ya moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kulaumu kwamba ni kwa sababu yule akufanya hivi. Yule akufanya hivi, wewe ulifanyaje? Na ulipofanya hivyo, ulipoenda kwa Mungu kwa ajili ya kupata msaada, Mungu alikupa jibu gani? Wana wa Israeli walimchosha sana Musa. Alipoenda kwa Mungu, Mungu akamwambia chagua watu. Alafu mimi nitaweka roho yako, sehemu ya roho yako nitaweka kwa hao watu ili wakusaidie kubeba mzigo. Sisi tunapopita kwenye hizo changamoto tunafanyaje? Tukirudi kwa Mungu tuko salama. Mungu anapendezwa na kweli iliyo moyoni. Chochote kile unachokiona kimekulemea, peleka kwa Mungu. Usikubali kikae huku kikaharibu moyo wako, utajikuta wewe ndio unakwama. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwaka wa Bwana uliochaguliwa, si ndio wapendwa? Kwa hiyo Mungu atusaidie kabisa, usikubali kukwama. Weka uwepo wa Mungu ndani yako, tengeneza mazingira uwepo wa Mungu ukae ndani mwako. Kukwama hapana. Neno la Mungu linasema mmezunguka mlima huu vya kutosha, sasa geuka enda kaskazini. Kanisa la Mungu tuamke, tukae katika ile hali Mungu anataka, na tutamwona Mungu akijidhihirisha kwenye maisha yetu, si tu kwenye mambo ya kiibada, kila mahali, kwenye ndoa, sijui kwenye nini. Kwa sababu Mungu anapotaka kuingilia kati mahali, kwa mfano labda anataka kuingilia kati kwenye ndoa yako, ataanza kukuonyesha vile vitu ambavyo havipendi huko kwenye ndoa yako. Sasa sisi tukionaga tunaanza kukasirika. Kwa nini Mungu, ningejua kama ni hivi singekuwa hivi. Kumbe Mungu anakuonyesha, mimi nataka nitengeneze kitu kizuri hapa. Simama wewe kwenye zamu yako, ili tuweze kutembea vizuri hapa. Sasa sisi kwa sababu tumekuwa katika kuhangaika sana, tunajikuta tunapishana na ule uwepo wa Mungu uliokuja kwa ajili ya kutaka kutusaidia. Mungu anapotaka kuingilia kati mahali kokote, lazima ataonyesha mambo mabaya yaliyopo ili aweze kuachilia msaada wake, ili apatikane mtu atakayesimama. Sasa hali za mioyo yetu ndizo zitakazotusaidia kuweza kujua kwamba hapa Mungu anataka kufanya jambo. Habakuki mwenzetu alionyeshwa ile hali mbaya iliyokuwa inaendelea kule. Yeye akaanza kulalamika. Akaanza kulalamika, akapoteza muda mwingi kulalamika. Lakini kumbe Mungu alikuwa anataka kuingilia kati. Kwa hiyo anamuonyesha ili yeye arudi kwa Mungu, amuulize sasa, Mungu hapa inakuaje, ili Mungu aachilie msaada. Na sisi ni hivyo tu. Mungu atusaidie wapendwa. Tusimame, tutaendelea kesho.
Naamini katika kuweka msingi kuna kitu ambacho umekipata. Mungu akusaidie kabisa katika hicho, nenda nacho, endelea kumwomba Mungu akusaidie. Hali ya moyo wako isije ikawa kizuizi kwenye utendaji kazi wa Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, 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 Yesu usiyeshindwa, wewe ni Yesu, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Hata unapoendelea kusema nasi kwa habari ya hali za mioyo yetu, ni kwa sababu unataka kuingilia kati na kutusaidia ili tuweze kuishi kiwango cha maisha kilicho katika moyo wako. Baba, tunasema asante kwa upendo wako ambao umeendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa Roho yako Mtakatifu ambao ameendelea kutufundisha Bwana. Tunakurudishia utukufu peke yako kwenye kiti chako cha enzi, kwa kuwa Mungu unastahili, hakuna mwingine aliye kama wewe. Na mimi nakabidhi kila nafsi kwenye mikono yako na katika damu ya Yesu, nikiomba msaada wako Bwana. Ropo shanda ramasika, msaada wako kumsaidia kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, ili tujue namna ya kutunza hali za mioyo yetu, ili uwepo wako unapokuja kwa ajili ya kuachilia msaada, tusije tukapishana na msaada wako. Bwana, tunakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ukapate kutusaidia Bwana, ukapate kutusaidia ili tuweze kutoka katika hali ngumu ambazo zimetusumbua, zimetutesa. Kumbe ni kwa sababu tu hali za mioyo yetu hazikukaa vizuri. Lakini Mungu, tuliona kabisa kila ambaye hali ya moyo wake ilikaa vizuri aliweza kufanikiwa, aliweza kupokea uponyaji, aliweza kuinuliwa. Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu, utusaidie na sisi katika kizazi hiki, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba kwa ajili ya baba huyu, ninaomba kwa ajili ya mama huyu, ninaomba kwa ajili ya kijana huyu wa kiume na kijana huyu wa kike. Tuachilie msaada wako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tusitembee nje ya uwepo wako, ropo shanda ramasika, ili tuone kustawi, ili tuweze kupokea maelekezo yako ya ile njia ambayo unataka tuiendee, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Lakini Mungu, mikononi mwetu tumekuja na sadaka. Ninakusihi katika jina la Yesu, ukapate kututakasa sisi, utakase na sadaka zetu Mfalme. Uzipokee katika moyo wako Mfalme, na kuzifunga katika madhabahu yako ya mbinguni, ili Mungu hizo sadaka zikapate kuwa kumbukumbu ya kwamba siku ya leo Bwana, utusaidie Mfalme wa amani, hali za mioyo yetu ziweze kukaa katika ule uzuri uliokusudia, ili Mungu tuweze kuona wema wako, ili Mungu tuweze kuona fadhili zako, ili Mungu tuweze kuona ukiingilia kati kila eneo
leo katika maisha yetu. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Na mimi ninakusihi ukapate kwenda na kila mmoja mmoja atakayetoka mahali hapa, mahali kokote atakapoenda, wingu la uwepo wako likapate kuambatana naye katika jina la Yesu. Mabaya yasimpate kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akapate kuona kubarikiwa, akapate kuona kuinuliwa, akapate kuona kufanikiwa katika jina la Yesu. Zaidi sana Bwana, akapate kutengenezewa kiu ya kukaa katika uwepo wako, katika jina lipitalo majina yote, jina takatifu la Yesu Kristo. Kisasi kutoka kuzimu hakina nafasi kwenye maisha yetu kwa namna yote, katika jina la Yesu. Tunaomba tukapate kulindwa katika ulinzi wako wa kimbingu, kwa jina lako takatifu Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru na kuamini na kupokea kwa yamekuwa ni ya kwetu. Amen. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Morning Glory, heri ya mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu sana kwa ibada hii ya kwanza ya Morning Glory hapa kwetu, baada ya mapumziko kidogo, na niombe mara baada ya ibada hii kukutana na watumishi pamoja na praise team na mjumbe wa kamati ya uinjilisti kwa ajili ya kuweka mipango mizuri kwa ibada pia zilizoko mbele yetu. Tukutane hapo kwenye chumba cha maombi. Pokeeni baraka ya Bwana nyinyi wote mnaomwamini na kumtegemea Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani yake. Na baraka hizi zote uzipokee kwa jina lake Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Karibuni tumshukuru Mungu kwa moyo wa furaha na shukrani, na nawatakia majukumu mema ya ujenzi wa taifa. Karibuni praise team. Wema wako si kwa wakati wa furaha tu, wema wako ni kwa wakati hata wa